walishangazwa na picha iliyosambaa mitandaoni ikimwonyesha aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu akiwa amevalia sare za gereza. Picha hii ilizua hisia mseto, wengine waliona kama haki ikitendeka, huku wengine wakihisi huruma kwa anguko la mwanasiasa huyo mashuhuri. Ferdinand Waititu maarufu kama baba yao alijipatia umaarufu kwa siasa zake zenye kelele na ufuasi mkubwa kwa wanyonge. Baada ya kushinda uchaguzi wa ugavana wa Kiambu mnamo mwaka 2017, aliahidi kuleta maendeleo kwa kaunti hiyo, na hata hivyo utawala wake ulikumbwa na tuhuma za ufisadi alilopelekea kufurushwa kwake ofisini mnamo mwaka 2020. Mwanzo wa matatizo ya kisheria ya Waititu ulianza mnamo mwaka 2018 baada ya serikali yake kutoa kandarasi yenye thamani ya milioni 588 kwa kampuni ya Testimony Enterprises Limited kwa ajili ya ujenzi wa barabara katika kaunti ya Kiambu. Uchunguzi wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC ulibaini kuwa zabuni hiyo ilikuwa na dosari nyingi, zikiwemo stakabadhi gushi na upangaji wa tenda kwa njia haramu. Na zaidi ya hayo, iligundulika kuwa kampuni hii ilikuwa imefanya mkataba wa uongo na kampuni ya China Huyi Company Limited ili kushinda zabuni hiyo. Uchunguzi pia ulibaini kuwa Waititu alipokea milioni 25.6 kwa kampuni hiyo kupitia kampuni yake ama zake binafsi Saika 2 Estate Developers Limited, Bienvenue Delta Hotel Limited na Lake Naivasha Resort chini ya mwavuli wa huduma za hoteli, mafuta na mikutano. Mnamo Julai mwaka 2021, Waititu, mkewe Susan Wangari na maafisa wengine wa serikali wa kaunti ya Kiambu walifikishwa mahakamani. Walikabiliwa na mashtaka ya matumizi mabaya ya mamlaka, kushiriki kwenye kandarasi ya serikali akiwa na maslahi binafsi na ufisadi. Mashahidi wa upande wa mashtaka waliwasilisha ushahidi wa kutosha kuthibitisha kuwa Waititu alihusika katika wizi wa pesa za umma. Mnamo Februari tarehe 12 mwaka 2025, mahakama ya ufisadi jijini Nairobi ilimpata Waititu na mshtakiwa wake na hatia. Hakimu mkuu Thomas Nzioki alieleza kuwa ushahidi uliotolewa ulithibitisha kuwa Waititu alikiuka maadili ya uongozi kwa kutumia mamlaka yake vibaya. Siku iliyofuata, Februari tarehe 13 mwaka 2025, mahakama ilimhukumu Waititu kifungo cha miaka 12 gerezani au kulipa faini ya milioni 53.5. Alipatiwa chaguo la kifungo cha miaka 5 gerezani au kulipa milioni 2.5 na miaka mingine 7 gerezani au faini ya lazima ya milioni 51 kwa kosa la kushiriki kwenye biashara ya kifisadi. Mkewe Susan Wangari alipigwa faini ya 1500 au kifungo cha mwaka mmoja. Mahakama pia ilimpiga marufuku Waititu na washirika wake kushikilia nyadhifa za umma kwa miaka 10, ikisema kuwa walivunja msingi ya uongozi bora na kujitayarisha kwa njia haramu. Kesi ya Waititu ni funzo kwa wanasiasa wa Kenya kuhusu madhara ya ufisadi. Hukumu yake inaonyesha kuwa vyombo vya sheria vinazidi kuwa makini katika kushughulikia kesi za uporaji wa mali ya umma. Hata hivyo, kisiasa, hukumu yake inaweza kuhusishwa na msimamo wake. Aliwahi kudai kuwa serikali iliyopita ilimlenga kisiasa na kuwa alikuwa mfuasi wa Rais William Ruto wakati wa kampeni za mwaka 2022. Lakini kinyume na matarajio yake, urafiki wake wa kisiasa haukuweza kumuokoa dhidi ya mkono wa sheria. Iwapo Waititu angeamua kupunguza sauti yake na kumuunga mkono Rais William Ruto kwa ukamilifu, huenda mambo yangekuwa tofauti. Katika historia ya Kenya, wanasiasa wengi wameepuka hatma yao kama yake kwa kujipanga kisiasa na kujiweka karibu na mamlaka. Hata hivyo, hoja hii ni ya kubahatisha tu.